Zawadi ya bibi. Mnamo mwaka 1980 kulikuwako na kijiji kimoja kilichojaliwa rutuba na mvua nyingi sana. Kijiji hicho aliishi bibi mmoja aliyeitwa Bibi Zawadi. Bibi huyu alikuwa maarufu sana katika kijiji hiki. Pia bibi huyu alipenda kuwapa zawadi mabinti au vijana ambao wanafikia umri wa kubalehe au wa kuvunja ungo. Kutokana na umaarufu wake, bibi huyu alipendwa sana na wanakijiji wa kijiji hicho. Bibi huyu alikuwa hana familia, hana mume, hana mtoto wala mjukuu. Aliishi peke yake katika nyumba yake. Mwanzoni kabisa mwa kijiji hicho aliishi binti mmoja aliyeitwa Mwanaidi. Binti huyu aliishi na wazazi wake wote wawili. Aliishi na baba na mama yake. Aliishi na dada na kaka yake. Mwanaidi alikuwa ni binti wa mwisho kabisa katika familia hiyo. Alikuwa na umri wa miaka 10 tu. Mwanaidi alikuwa ni binti mcheshi, mtashi na mwenye kuhitaji kujua vitu vingi sana. Bibi Zawadi alitokea kumpenda Mwanaidi kutokana na tabia yake. Akajikuta anatumia muda mwingi kumhadithia hadithi, kumpa habari njema kuhusu kijiji hicho. Mwanaidi alipenda sana hadithi za bibi huyo. Akajikuta kila siku iendayo kwa Mungu anatamani kwenda kwa bibi huyo na kupiga hadithi. Basi Mwanaidi na bibi wakiwa jikoni katika stori za hapa na pale, Mwanaidi akamuuliza bibi, mbona ni muda mrefu nipo mimi na wewe, sijawahi kuona mtoto, mume au ndugu wa karibu kukutembelea katika nyumba yako? Bibi Zawadi akaingiwa na majonzi, simanzi na masikitiko makubwa sana. Kisha akamwambia Mwanaidi, ni stori ndefu sana kuhusu maisha yangu, na ipo siku moja ikifika nitakwambia kwa nini sina mtoto, sina mume, sina mjukuu wala sina ndugu wa karibu ambaye anaweza kunitembelea kwenye nyumba yangu. Basi katika kijiji hicho ikafika siku ya Bibi Zawadi kutoa zawadi kwa vijana au mabinti waliofikia umri wa kubalehe au wa kuvunja ungo. Wanakijiji wote walikusanyika katika kijiji hicho kwa ajili ya shughuli hiyo. Bibi Zawadi akasema, siku ya leo itakuwa siku ya kipekee sana, maana hatutotoa zawadi hadi kijana wetu aitwaye Mwanaidi aweze kurudi katika safari ile ya kwenda kijiji cha sita. Wanakijiji wakauliza, kwa nini iwe hivyo? Bibi Zawadi akawajibu, kwa sababu siku ya leo katika vijana wetu waliotufikia hapa, binti ni mmoja tu. Basi binti huyo anatakiwa afunge safari ya kwenda kijiji cha sita katika ule mti mkubwa wa kipekee, na kitu ambacho atakikuta huko kitakachompendeza basi atakibeba na kurudi nacho hapa. Siku ambayo atarudi Mwanaidi ndo siku ambayo tutaendelea kutoa zawadi kwa vijana wengine. Basi asubuhi na mapema mama Mwanaidi na Bibi Zawadi walikuwa wakimwandalia chakula Mwanaidi kwa ajili ya safari hiyo. Walipomaliza wakamsindikiza mpaka mwisho wa kijiji kwa ajili ya Mwanaidi kuianza safari ya kwenda kijiji cha sita. Basi Mwanaidi akaianza safari rasmi ya kuelekea kijiji cha sita. Alitembea msituni kwa muda mrefu, msitu ambao ulikuwa umetulia kimya, msitu ambao ulikuwa unasikika kila aina ya mlio wa ndege. Msitu huo ulikuwa na mto mkubwa
ambao ulikuwa ukitiririsha maji yake kwa kasi sana. Mwanaidi akabidi asogelee mto huo kwa ajili ya kuchota maji ya kunywa na kupumzika kwa muda. Mwanaidi akiwa amepumzika pembezoni mwa mto huo, kelele za maji zikimbembeleza kwa mbali, akapitiwa na usingizi. Basi Mwanaidi alishtushwa na sauti iliyokuwa ikimwamsha. Alipofumbua macho akamuona kijana ambaye kabeba mkuki, mishale na upinde. Mwanaidi aliogopa sana na kumuuliza, "Wewe ni nani?" Kijana akamjibu, "Naitwa John, ni mwindaji katika misitu hii ya himaya ya kijiji chetu. Je, wewe ni nani na hapa unafanya nini?" "Naitwa Mwanaidi, nipo hapa kwa ajili ya mapumziko mafupi ili niendelee na safari yangu ya kwenda kijiji cha sita." "Oh, unakwenda kijiji cha sita? Kile kijiji chenye mti wa ajabu? Basi karibu kijijini kwetu ili upate mapumziko zaidi." Kutokana na uchovu aliokuwa nao Mwanaidi, alikubali kuongozana na wawindaji hao. Wakaanza safari ya kutoka msituni kuelekea kijijini. Walipofika kijijini, walipokelewa kwa furaha na shangwe kubwa sana. Mwanaidi akastaajabu furaha hiyo na shangwe hiyo iliyowakumba wanakijiji hao kwa wawindaji. Basi Mwanaidi akiwa katika mapumziko yake mafupi ndani ya kijiji cha wawindaji. Siku moja ikiwa jioni tulivu, Mwanaidi na John wakiwa katika mti mkubwa wamepumzika, John akamwambia Mwanaidi, "Unajua Mwanaidi, wewe ni binti mmoja mzuri sana, na nilishangaa na kustaajabu kukukuta polini ukiwa peke yako." Mwanaidi alitabasamu na kucheka, kisha akamwambia John, "Asante." John akaendelea na kusema, "Tafadhali Mwanaidi, naomba upokee ombi langu hili. Wewe ndio binti wa pekee wa ndoto zangu, na tangu zamani niliwaambia wazazi wangu kwamba ipo siku nitapata binti nitayempenda, atakayenipenda, na hatimaye binti huyo atakuwa mke wangu. Tafadhali Mwanaidi, naomba uwe mke wangu." Mwanaidi akajibu na kusema, "Sawa John, nimekuelewa. Ila kwa sasa nina kazi kubwa sana. Kazi yangu ni kwenda kijiji cha sita. Kama nitarudi salama, basi nitafanikisha jambo lako. Cha kuomba uniombee kwa Mungu niweze kwenda salama na nirudi salama." Basi Mwanaidi akiwa ndani ya himaya ya kijiji cha wawindaji, usiku mzito akiwa amelala, akaota ndoto ya Bibi Zawadi akiwa amemtembelea. Na Bibi Zawadi akamwambia, "Wewe ndiye binti wa pekee ulionifanya niwe na furaha kwa kipindi chote. Kipindi uko mdogo mpaka sasa umekuwa. Wewe ndiye binti uliyechaguliwa na wanakijiji wa kijiji chako. Wanakijiji wote wanakutazama wewe. Nimekuletea zawadi ya mdoli na kibuyu hichi. Hivi vitakufanya uwe na nguvu ya kuilinda himaya ya kijiji chetu. Pia unapopata changamoto, mitihani, purukushani za hapa na pale, ongea nasi tutakusaidia. Achana na wanadamu. Wanadamu wamejawa chuki, roho mbaya, wivu, watakufanya ukose nguvu na kushindwa kulinda himaya ya kijiji chetu." Mwanaidi alishtuka usingizini, mapigo ya moyo yakimwenda mbio, hofu na mashaka, jasho likimtiririka.
akabidi atoke nje kupunga upepo na jinsi ya kutafakari ujio wa ndoto hiyo. Mwanaidi akiwa nje anapunga upepo na kutafakari jinsi ya ujio wa ndoto ile, lakini hakupata majibu. Matamanio yake ilikuwa ni kufika kijiji cha Sita kama alivyomwahidi Bibi Zawadi, mama na baba yake na wanakijiji wake kwa ujumla. Asubuhi na mapema Mwanaidi akamuaga mama yake na John na baba yake na kuwaambia awaagie kwa wanakijiji wote kwa ujumla, na yeye kuendelea na safari yake ya kwenda kijiji cha Sita. Basi Mwanaidi akiwa anamaliza kuwaaga wazazi wa John akamsindikiza Mwanaidi ili aweze kuendelea na safari yake ya kwenda kijiji cha Sita. Njiani John akamwambia Mwanaidi, natamani nikupeleke hadi kijiji cha Sita, maana wewe ndiye chaguo la moyo wangu. Nilitamani tuwe pamoja kwa muda wote. Mwanaidi akamjibu John, hapana John, wewe ndiye kijana wa pekee wanayotazama wazazi. Baki uitunze familia. Acha na mimi nikapambane na kutimiza majukumu yangu niliyowaahidi wazazi pamoja na wanakijiji wangu, kuwatimizia ahadi ambayo niliwaahidi. Basi Mwanaidi na John wanaachana hapa. Mwanaidi anasonga mbele kukitafuta kijiji cha Sita. Mwanaidi alitembea kwa umbali mrefu sana. Alipanda milima na kushuka mabonde. Hatimaye jioni kijua kinazama, akiwa katika mlima mmoja mrefu, alikiona kijiji kilichopendezeshwa na ziwa kubwa sana. Basi Mwanaidi alikitazama kwa makini sana kijiji hichi. Ramani aliyopewa na Bibi Zawadi, ukubwa wa ziwa lake, akagundua kwamba yuko ndani ya kijiji cha Sita. Mwanaidi ndani ya kijiji cha Sita. Je, nini kitaendelea? Usikose kipande kifuatacho cha hadithi hii nzuri ya Zawadi ya Bibi. Pia usisahau kukomenti, kulike, kushare hadithi hii nzuri ya Zawadi ya Bibi. Asante kwa kunisikiliza.